möchte ein Gotteswort kurz lesen, ehe wir dann gemeinsam beten. Kwa hiyo ningetaka nisome neno moja la Mungu mbele tuombe pamoja. Msimame mbele au wakati tunaposoma neno. Ningetaji nisome ndani ya Nehemia sura 9 Nehemia sura 9 mstari wa 5 katikati. Nehemia sura 9 mstari wa 5 katikati. Simameni na kusifu Bwana Mungu wenu tangu milele hata milele. Na lisifiwe jina lako lenye utukufu, lililotukuzwa kuliko baraka zote na sifa zote. Mstari wa 6. Wewe ni Bwana, wewe peke yako. Ulifanya mbingu, mbingu za mbingu pamoja na jeshi lao lote, dunia na vyote vilivyo juu yake, bahari na vyote vilivyo ndani yake. Na unachunga vyote, na jeshi la mbingu linakuabudu. Mstari wa 7. Wewe ni Bwana Mungu uliyechagua Abrahamu na kumtoa katika Uri wa Wakaldea, ukampa jina la Abrahamu. Mstari wa 8. Ukakuta moyo wake mwaminifu mbele yako, ukafanya agano pamoja naye, ili kumupa nchi ya Mkanana, Muhiti, Mwamori, Mperizi, Myebusi na Mugirgasi, hata kuwapa wazao wake nchi hii. Na ulitimiza maneno yako yote, maana wewe ni mwenye haki. Mpaka kwenye neno hili la Mungu takatifu na la damani, tuabudu pamoja. Mungu mwaminifu, tunakushukuru kutoka kili cha moyo kwa ajili ya siku hii ya neema na saa hii ya neema. Tunakushukuru kutoka kili cha moyo. Jina lako liweze kusifiwa milele hata milele, kwa maana wewe ni Mungu wa kweli. Wewe uliyeumba vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Bwana, tunakushukuru kwa maana uliitoa ahadi kwa taifa lako tangu mwanzo, na uliweza kuzitimiza katika wakati wako. O Mungu, tunakuabudu na tunasifu jina lako la utukufu. Tena jioni hii, tena katika siku hizi ambazo zilizo zetu, ulizungumuza tena, o Mungu. Kwa hiyo ulizungumuza, na katika kweli Bwana, tunaamini ya kwamba utatimiza yote ambayo uliyosema. Bwana, tena uliweza kufanya agano pamoja nasi kama vile katika siku hizo za zamani. Na Bwana, ulifanya ahadi na kutoa ahadi ya kwamba taifa lako litaweza kuriti dunia. Ona gisi ni ajabu, o Bwana, kuona gisi wewe ulionekana kuwa mwaminifu tangu mwanzo kupitia taifa lako. Nao wangeliweza kutamka neno hili ya kwamba ulionekana kuwa mwaminifu, na sisi pia tunaweza kusema tu ya kwamba wewe uko mwaminifu na unabaki kuwa mwaminifu. O Mungu mwaminifu, hata kama sisi tunaweza kuwa wasio kuwa waaminiwa, lakini wewe unabaki kuwa mwaminifu. O Bwana, tunakuabudu na tunakuomba kweli kweli uweze kukamata yote jioni hii isiyo kupendeza kuitoa ndani mwetu. Na unajua ya kwamba sisi ni wanadamu wa dhaifu na wa kusahau. Bwana, tunajaa makosa. Bwana, toa yote ndani yetu, dhambi zetu zote. Toa kuvunja sheria zako zote Bwana. Toa kutokuamini ndani yetu, yote inaweza kukuzuiza. Uendelee kutuzungumzia kupitia neno lako takatifu la damani. Bwana, ninakuomba ubariki taifa lako tena jioni hii, wale wote waliokuja na wale pia ambao hawakuweza kuja Bwana.
Fanya neema kwa ajili ya wote na usaidie Bwana ndugu yetu kuweza kuleta neno lako. Ufungue mioyo yetu na masikio yetu, o Mungu, ili tuweze kupokea yale ambayo unayotaka kutuambia kupitia neno lako takatifu na la damani. Tunakuabudu na tunasifu neema yako. Uwe pamoja nasi Bwana, tunayakuomba katika jina la Yesu. Amina. Amina. Tunakaa. Nilikuwa na hitaji ya kuweza kuimba pambio ya nyimbo inayoitwa kuwa karibu ya nyumba au kuwa karibu na nyumbani, lakini pia nyimbo hiyo na pambio yake imekwisha kuimbiwa. Lakini tunashukuru Bwana sana kwa ajili ya yote aliyofanya ndani yetu, kwa ajili ya neema yote aliyotupatia, kwa ajili ya neno lake lilofunuliwa, kwa ajili ya yote. Kwa hiyo ni neema ambayo tuliokuwa tustahili, tulioweza kupewa. Na wakati tunapowazia kuhusu Ufunuo sura 15 kuhusu kundi la washindi litakao kuwa huko karibu na bahari ya kioo, Ufunuo sura 15 mstari wa pili. Ufunuo 15 mstari wa pili. Tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochanganyika na moto, na wale walioshinda yule nyama na sanamu yake na hesabu ya jina lake wamesimama kando ya bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu, vinubi vya Mungu mkononi mwao. Tutaweza kusoma tu shahiri hii leo. Nitaweza kutafsiri mahubiri ya ndugu Branham kama sipate kitu fulani ndani ya maandiko matakatifu kinachoweza kuangaa. Ninakuwaka siku zote na heri kubwa ya kuweza kuingia katika mahubiri ya ndugu Branham. Ni utajiri ajabu ambayo tunayo, na tunashukuru sana kwa ajili ya hiyo. Mahubiri ni mepesi sana, lakini ni yenye nguvu na ni ya kilindi sana na inayogusa sana. Inasemeka hapa kuhusu kundi litakao kuwa karibu na bahari ya kioo, na walioshinda mnyama, walioshinda sanamu yake, na walioshinda hesabu ya jina lake. Sio wote wanaosema Bwana Bwana ndio watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Kuna wale waliojua mnyama ni nini, au waliojua sanamu ya mnyama ni nini, na waliojua hesabu ya jina lake ni nini. Na msiwazi ya kwamba wale wote wanaowaza kwamba watakuwa huko kweli kweli. Jana niweza kuwa kama vile ni mshituko ndani ya maisha yangu, wakati niposoma ndani ya magazine au gazeti iliyo ya mwinjilisti mkubwa ndani ya ulimwengu mzima, ndani ya maneno nayo husu uungu. Hakuweza kuandika yeye mwenyewe gazeti hiyo, lakini umba kuwaza kuwa wa kweli katika mambo yote. Lakini katika hiyo gazeti hiyo inasema kwamba utatu wa uungu inafanya umoja wa kibiashara. Na wakati posoma hiyo niweza kama vile napigwa sana, kwa kama vile napumua juu ya kwamba hiyo uungu utatu wa uungu inaunga umoja wa kibiashara, lakini hiyo inakuwa kama vile hakuweza kukubaliwa. Yale ambayo mmoja niweza kusahau mwingine za kuifanya, lakini hiyo umoja wa utatu haiwezi kufanya mambo ya kibiashara. Msiamini hiyo, lakini hayo kukiri kote ya kiwatu inaenda katika miongozo nyingine, lakini hawakuweza kutambua hii mafundisho na waweza kusahau neno la Mungu katika wakati huu. Wanawaza ya kwamba wako katika mpango mkubwa ya Mungu hapa duniani, lakini hawana hata wazo moja kuhusu mpango wa Mungu inafanya namna gani.
Lakini hapa haitufanye kwamba watu wa kupinga watu wengine, hapana. Lakini tunashukuru kwa ajili ya ufunuo ambayo tuliweza kupokea kwa neema. Hapa kama vile tumesoma, kutakuwa kundi ambalo litakaoshinda mnyama, litakaloshinda sanamu ya mnyama na hesabu ya jina lake. Itakuwa ni kundi, ni kusema inapaswa kuwa ni watu ambao walioweza kupokea ufunuo wa mambo hayo. Hiyo ni kweli au hapana? Ni hivyo 100%. Lakini kama vile nilivyosema, sitaki kuweza kuhubiri leo, lakini mambo mawili yaweza kukokota nia yangu kupitia neno la kuanzisha. La kwanza lililokuwa katika limesemeka katika shahiri ya 8, Nehemia sura 9 mstari wa 8. Nehemia 9 mstari wa 8. Ukakuta moyo wake mwaminifu mbele yako, ukafanya agano pamoja naye. Basi acha Mungu aweze kuona moyo wetu kuwa mwaminifu mbele yake, ili atuingize ndani ya agano hilo. Mungu alifanya agano juu ya msalaba wa Golgotha. Na kisha sehemu ya mwisho ya mstari wa 8 inasema, na ulitimiza maneno yako yote, maana wewe ni mwaminifu, wewe ni mwenye haki. Acha Mungu aweze kuonekana kuwa mwaminifu na aweze kutukuta sisi ni waaminifu katika yote aliyotupatia, na sisi sote tuweze kusema, Bwana, ulitimiza neno lako, kwa maana wewe ni mwenye haki, kama vile ndugu Rusi amekwisha kuyaonyesha. Naye pia ni mwaminifu na ni wa kweli. Yale aliyoahidi anaitimiza kweli kweli. Tuimbe amini tu, amini tu, na kisha baadaye nitaweza kutafsiri mahubiri ya zamani sana jioni hii. Amini tu, amini tu, yote inawezekana. Amini tu, amini tu, amini tu, amini tu, amini tu, amini tu, yote inawezekana. Oh, amini tu. Ningetaka niweze kusoma sura 36 ya nabii Ezekieli mstari wa 26. Ezekieli 36 mstari wa 26. Nitawapa ninyi moyo mpya vile vile, nami nitatia roho mpya ndani yenu, na nitaondoa moyo wa jiwe toka mwili yenu, na nitawapa ninyi moyo wa mwili. 27. Na nitaweka roho yangu ndani yenu, na kuwatembeza ninyi kwa sheria zangu, na mtachunga hukumu zangu na kuzifanya. Mstari 28. Na mtakaa katika nchi ambayo niliwapa baba zenu, na mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Tutaweza kuzungumuza juu ya msingi, na ningehitaji ili ndugu David na nyote muweze kuwa na uvumilivu. Nitaweza kuzungumuza kuhusu yale ambayo inayohitajika ili tuweze kuishi maisha ya Kikristo na yale iliyo ndani yake. Kwa hiyo kuna mambo mengi na tunajua mambo mengi, lakini hatujue mambo mengi pia. Lakini Mungu alitujulisha mambo fulani, nasi tunataka ili tuweze kujengwa juu ya yale ambayo tunayojua kutoka neno la Mungu, na tuweze kutambua inahusu nini. Basi Mungu atubariki wakati tunapotangaza neno lake. Mwiwazie na muombe. Kwa kwanza
ningetaka niweze kusema hii. Kulikuwa siku zote kitu fulani ambacho hakikuenda vizuri katika kanisa. Ndugu Charles na mimi tuliweza kuzungumza kwa muda uliopita. Inaonekana ya kwamba kuna kosekana kitu fulani mahali fulani katikati ya watu. Mimi na mawazo yangu, nasi tuna mawazo yetu sisi wenyewe, na tuliweza kutumika kwa nguvu sana kama vile tunavyoweza, lakini hatukuweza kufika kuvunja hima ukuta inayosimama mbele yetu. Kwa upande mmoja tunaweza kusema ya kwamba tuliweza kuswali, lakini siku moja vibambazi ama ukuta zitaanguka, na Mungu na jeshi lililoungana la Mungu tausonga mbele likiwa chini ya uwezo wa Yesu Kristo. Hiyo ni hitaji yangu na tumaini langu. Sasa kama kanisa la Mungu aliye hai ni msingi wa kweli, na hapo sasa Mungu aliahidi ya kwamba atafanya kanisa lake kuwa kanisa la nguvu, kanisa la utukufu, kanisa ambalo ulimwengu unaweza kukubali, na kuwa bibi harusi wa Kristo aliyeweza kukubaliwa na aliyeweza kuonyeshwa ili aweze kuishi katika hali kama hiyo, na kwa kiwango ili Mungu aweze kufurahishwa na kanisa hilo kwa ajili ya kulionyesha kwake wakati wa kurudi kwa Bwana, ili aweze kuonyesha kwamba tunaweza kuishi tabia kama hizo. Na hivyo ndivyo tunapaswa kuishi, lakini tunatambua ya kwamba mara nyingi tunakuwa na nia njema, lakini hatuyafiki yake. Tunajaribu kutumika kwa namna ya Kikristo, na tunasema ya kwamba tuko hiki, tuko kile, na tunajaribu kuweza kuishi kwa namna iliyo njema, lakini hatuyafiki yake. Sasa sisi kama vile kanisa tunaweza kuchunguza sasa kitu fulani. Ukristo au kanisa havikuweza kutayarishwa na Mungu ili viweze kutawaliwa na madhehebu au na madogma ama mafundisho ya kimutu. Sasa kama Mungu alikuwa ametayarishwa ili kanisa liweze kuongozwa na wanadamu, madhehebu au mambo ya kiakili, na hapo sasa hatungeliweza kuwa na hitaji ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kushinda kwa kanisa inaweza kose kutokea au kulingana na yale ambayo watu wa akili wanaweza kufanya ndani, kama ingekuwa hivyo, lakini kanisa ingeliweza kungoja mambo ya hiyo. Lakini wakati tunapokuwa na watu wa akili ndani ya kanisa, na hapo mambo ya mwendeleo ya watu ya kidunia inaweza kuendelea sana. Lakini ndani ya Biblia tunaona ya kwamba Mungu hakuweza kutayarisha ili kanisa liweze kutawaliwa na kuongozwa na watu wa akili au na teolojia ya kimutu, lakini alitaka ili liongozwe na Roho Mtakatifu. Alipatia Roho Mtakatifu kanisa ili aongoze na kuunga mwili wa Kristo. Na pamoja na hiyo, kulingana na mimi, kufuatana na mimi au kulingana na mpango wa Mungu, hatutaweza kufikia mbele ya kuweza kufika katika chanzo ya mapenzi ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Na sasa si mpya kuweza kuyazungumzia. Mara nyingi tuliweza kuzungumza kuhusu kichwa maneno hii na maneno haya, lakini tutaweza kuyangazia kwa namna iliyo ingine tofauti. Mara nyingi tunakuwa na wazo ya kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye aliye katika kazi, lakini mambo mengine yote inachanganyika ndani na haiwezekani na si nzuri. Lakini wakati Roho Mtakatifu anapojaribu kufanya kitu fulani na kitu fulani kingine kinatokea ndani, kunakuwa chuki au wivu inatokea ndani, na kisha inaingia na wengine wanataka kufanya hiyo kitu fulani, na hapo ndiyo alama ya kuonyesha kwamba hawana Roho Mtakatifu. Na sasa watu waliweza kuona mambo mengi katika madhehebu ambayo yaliyo pale. Kuna watu wa kutawala mahali pote,
na kwamba mnapaswa kufanya kile na mnapaswa kufanya hiki. Mambo yanaagizwa, hiyo kama vile wa dikteta wanapaswa kufanya hiki na kile, na kwamba mnapaswa kufanya kile na kile na wengine wote, na inaonekana kwamba tunakuwa kama vile wanyonge, lakini kweli mnaona tungali na mwili. Nina mikono yangu na kinywa changu na viungo vyangu vya mwili, na yote inapaswa kuungana moja kwa moja. Lakini kama Mungu sasa aliweza kuunganisha mwili wake kwa namna hiyo, na anataka kuweza kuitawala kupitia roho wake, na hapo kunapaswa kuwa uwezo na mpango ndani yake. Anapashwa mpango ambayo anapaswa kuwa ndani, na inayoenda mbali na yale ambayo tunayokuwa nayo sasa. Ndani ya kitabu cha Ezekieli, Biblia anasema kwamba, na Ezekieli alikuwa nabii akisema kwamba nitawapatia moyo mpya. Anasema kwamba atawapa moyo. Napendaka hiyo sana, kwa maana Mungu anasema kwamba atafanya kitu kilicho kipya, na hiyo inamaanisha kwamba ataweza kutengeneza ile ya zamani. Hapana, lakini anasema kwamba nitawapa moyo mpya, na nitatoa ndani ya mwili wenu moyo wa jiwe, na nitawapa roho mpya. Hakusema ya kwamba ataweza kuwasaidia kidogo, hapana, lakini anasema kwamba itakuwa kitu fulani kipya, na sio kwamba kuanza kutengeneza kitu cha zamani kuweza kutengeneza, hapana, na si kutengeneza cha zamani kuweza kuongezea kitu kipya, hapana. Hata fanya hivyo. Yesu alisema katika Injili ya Luka wakati aliposema ya kwamba hampashi kuweka mvinyo mpya ndani ya birika za zamani, ndani ya matamshi ya Kiingereza, ndani ya Marko 2:22. Lakini nilikuwa naomba ili uweze kugeuka kuwa missionary iweze kujua na nini. Lakini unaweza kujua kwamba hiyo birika haipashi kuzeeka na kukomaa. Lakini mlikuwa najua kwamba hiyo machupa zilikuwa zikitengenezwa kwa namna gani kwa wakati ule. Hiyo machupa zilikuwa zikitengenezwa kupitia ngozi ya wanyama, zilikuwa zikiungwa pamoja, zilitengenezwa pamoja ili hiyo mvinyo isiweze kumwangika. Iwe mvinyo, iwe mafuta, iwe maji, yote ilikuwa ikiingizwa ndani. Lakini wakati hiyo ngozi ilipokuwa ikizeheka, inakauka. Na hapo ndipo unakutana uhusiano ya yale ambayo Yesu alitaka kusema hapa. Kama unaweza kuweka mvinyo mpya ndani ya hiyo ngozi ya zamani, itaweza kupasuka. Mnaweza kuweka ndani maji na hakutaweza kutufanyika kitu fulani, lakini hamuwezi kuweka mvinyo ndani, kwa maana maji ni nini? Mnajua maji inaungwa na nini, na hakuna kitu inaweza kufikia maji. Maji inatulizana, inakuwa kimya, hakuna kitu kinafanyika ndani yake, hakuna uzima ndani yake. Mnaona? Lakini ni tofauti na mvinyo. Mvinyo ina uzima ndani yake. Mvinyo mpya inaingia katika mwendeleo wa kuivya sana, na ndani yake kuna mambo inayotikisika ndani. Na sasa kama inavimba ndani ya hiyo chupa ya zamani iliyo ya ngozi, itapasuka. Na hapo sasa hiyo chupa ya ngozi itapasuka, na hiyo mvinyo inabomoka, inamwangika, haitakuwa pale tena. Yote mawili haitakuwa. Na ni hivyo ndivyo tunaona mambo leo. Hamuwezi kutoka katika hali ya zamani na kukekwa kuwa mpya ukiwaza kwamba unakuwa katika mpango wa Mungu kwa namna ya kiakili. Hapana, haitaweza kutembea kwa namna hiyo. Hiyo ngozi ya zamani hiyo kauko inapaswa kupotea kwanza, na kitu kipya tena kinapaswa kuzaliwa, ngozi mpya na chupa mpya. Na mnajua namna gani ilivyokuwa pamoja na wanyama. Wakati ulipokuwa ukikamata ngozi mpya, ngozi iliyo hapo ilikuwa ingali teketeke, ilikuwa ingali inavimba, ilikuwa ndani mafuta yake. Na wakati ilipokuwa ikikauka, ilikuwa ikibaki kwa nafasi moja, lakini haikuwa pamoja, haikuwa hivyo na hiyo ngozi ya zamani iliyokuwa imepasuka. Leo hivyo. Leo msikie, tunahitaji mvinyo mpya. Sasa hiyo ya zamani kwa wapi? Machupa za zamani yako wapi? Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele na milele. Hizo nguvu zake zingali zile tena leo. Watu wa akili walio na ngozi ngufu aliyokauka wanasema kwamba sikia,
hii ni wakati wa zamani, wakati ya alama ishakapita. Na hiyo Dr. John aliweza kusema hivyo, alisema hiyo ni sasa, yeye ni mvinyo mpya inayowekwa katika ngozi ya zamani. La wakati sasa hiyo uzima inapoanza kuvimba, hakuna kinachoweza kupasuka ndani, kwa maana ni kitu fulani, na yote inaweza kutembea pamoja na hiyo uzima. Na Mungu alifanya hizo ahadi za kiungu, na Yesu Kristo anabaki yule yule leo, jana, leo na hata milele na milele. Na wakati unapofanya upya na hiyo mvinyo mpya inaingia ndani mwenu, unaweza kusema haleluya, mtukufu kwa Mungu. Na hiyo ni kweli. Mnaona, hamwezi kuweka mvinyo mpya ndani ya chupa za zamani. Hapana, hiyo haitaweza kutembea. Mnaona, kama walimu wetu, kama wahubiri, kama wachungaji, mniache niwaambie, mnahitaji uzima mpya, lakini tunahitaji pia ili uzima hiyo mpya iweze kukubaliwa. Mnaona, na anataka aweze kuweka roho wake ndani yetu, kwa maana roho anashika neno, anaunga neno mkono. Kwa wakati huo, wakati mtu alipokuwa akipona, alikuwa akishuhudia hiyo. Wakati mtu alikuwa akipona na kushuhudia hiyo, wale waliofanywa, wale ambao wakuweza kuzaliwa upya, walikuwa wakisema, oh, nitaweza kuzungumza tena upya, na tutaweza kuona kama mganga atasema, nitaweka katika hospitali nione kama mganga atasema nini. Lakini wakati mtu anapokuwa amezaliwa upya na kusikia ushuhuda kama huyo, ataweza kusifu na kusema utukufu wa Mungu, anafurahi pamoja na yule aliyepona. Kila wakati kunakuwa kuzaliwa upya. Wakati unapokuwa kuzaliwa upya, lakini ampasho kuweka mvinyo mpya katika machupa za zamani. Na hiyo inanikumbusha hiyo mazoezi, sio kama naweza kuikumbuka. Nilikuwa katika miaka mingi, nilikuwa katika safari ya kuwinda. Nilikuwa nimevuka miti mingi, nilikuwa karibu ya uwanja wa simba kubwa au dubu kubwa. Nilikuwa nimeona tangu muda mrefu, na nilikuwa na uwezo wa kuweza kuiua, na sikuwa na hitaji ya kuweza kuiua, lakini nilikuwa nikifuata hiyo nyayo za dubu hiyo. Niweza kutembea katika juu ya farasi yangu kwa miaka 3, na tulikuwa tumechoka. Hiyo farasi yangu ilikuwa imechoka nayo, na niweza kuwaza kwamba unapaswa kusimama. Na baadaye niweza kufika kwa mahali fulani ambapo niweza kuangalia nyuma, na ningeliweza kuangalia katika miongozo yote kutoka hiyo mlima nilipokuwa nikisimama juu yake. Na wakati ninapofanya kila mara, nilikuwa nikifunga macho na niweza kuwazia kama Bwana angeliweza kuniambia kitu fulani. Na mnajua, mnapaswa kuishi ndani ya hali ya kiroho. Mnapaswa kuwa katika uhusiano pamoja na yeye. Na wakati nilipoendelea na safari yangu, nikiingia tena katika mahali ambapo nikirudia katika eneo nilikuwa nikitokea ndani, nilikuwa juu ya milima, na hapo niliweza kushangazwa. Mvua imekuwa imenyesha nyuma mchana kati huo, lakini mawingu ilikuwa imepotea, na jioni mwezi ukatokea, na nikafika katika eneo moja ambapo kulikuwa moto ndani ya pori, na katika hali yote mahali pote ilikuwa ni wazi katika eneo hiyo, na katika kwenye miti kulikuwa hakuna ngozi, ilikuwa wazi mahali pote. Na kwa namna yoyote niweza kutambua ya kwamba hakukukua uzima, hakukukua uwezo ili tena uzima iweze kutokea, kwa maana ngozi ya hiyo miti ilikuwa imetoshwa. Na hapo niweza kuwazia kwamba ningepaswa kusimamia pale. Niliweza kufunga farasi yangu, niliweza kutazama mbinguni, nikasema, Baba yangu uliye mbinguni, ninakushukuru sana kwa maana wewe ni baba yangu. Uliweza kuniongoza mahali hapa na uliweza kunishughulikia. Ninakushukuru kwa ajili ya viumbe vya dunia hivi, na nishukuru kwa ajili ya anga yote iliyo hapa. Unajua, mwindaji anapendaka sana anga. Na hapo niliweza kusikia kelele kama vile ya kigeni.
ilikuwa ni ya kuhuzunisha sana. Upepo ulikuwa ikivuma na wingu dogo ilikuwa ikipita tena, ambayo tunayoita kwamba ni wingu ya Babel. Na pale sasa mwezi ulikuwa uking'aa na upepo ulikuwa ukivuma, lakini kasikia upepo au kelele kama vile ya kusumbua sana, iko kama vile mtu alikuwa akinungunika, na upepo ikaingia, na nilikuwa sijue ilikuwa ni nini. Kuugua ilikuwa kama vile ni kuugua ambayo ya kuogopesha, na nikasema, oh Bwana, hii inamaanisha nini? Na ijapokuwa natuambia mara nyingi ya kwamba hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana na yote inakuwa na mema kwa wale wote wanaopenda Mungu. Sasa ni kitu gani kinafanyika hapa Bwana? Inahusu nini hapa? Hii ni upendo wako kubwa kwa ajili ya taifa lako. Tunavuka giza, lakini ni kweli kila wakati tena nuru inakuja baadaye. Lakini naamini ya kwamba hata kama kanisa halijaweza kufikia kiwango hiki, litaifikia na litaifikia hiyo. Tunaamini, tunaomba, tunasonga pia mbele. Sasa ni wakati gani ya furaha itakayokuwa? Wakati waliokombolewa watakaposimama siku hiyo mbele ya mkombozi, na atakaposimama mbele yetu yeye kama vile mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, atakaye uvikwa taji, na tutakuwa juu ya mlima wa Sayuni. Nao salama itatawala dunia yote nzima, na waliokombolewa watatawala pamoja naye. Wakati tukapoimba nyimbo ya ukombozi, malaika watanyamaza, hawataweza kuelewa ni kitu gani kinachofanyika, kwa maana hawakuweza kukombolewa, hawakuweza kuanguka ili baadaye waweze kukombolewa. Ila tu ni watu ndio wanaojua kukombolewa inamaanisha nini. Malaika hajui kuanguka au kuangamia ni nini. Tutaweza kuwa na furaha gani ambayo itakayoonekana huko? Na naamini ya kwamba inapaswa kuwa hivyo sasa ndani ya kanisa. Na niweza kusikia kelele hiyo ya kuugua, na nikasema ilikuwa kama vile ni ya kuogopesha hapa, iko kama vile ya kuogopesha. Na nikasema, Bwana, sasa kwa nini niweza kufunga farasi yangu? Singelipashwa kuendelea kupanda? Lakini kwa namna ingine ni Mungu ndiye aliyekuwa akilifundisha kitu fulani. Na nikasema, Bwana, hii yote inamaanisha nini? Na hiyo upepo iliyokuwa ikivuma hapo ilikuwa kama vile ni kuugua, kama vile ni mateso ya maumivu. Na niweza kusikia kama vile kujisikia na mie ndani mwangu kitu kigeni. Nikatazama milima kwa nuru ya mwezi, nikasema, Bwana, naweza kufanya nini kuhusu hii mambo inayofanyika sasa? Kwa nini niko hapa? Na kisha andiko likanijia kutoka kitabu cha Yoeli, yale ambayo magugu yale nzige liacha tunutu yaliikula. Moja yale ilikuwa imeacha, ingine kaikula, ikaendelea kukula. Nikawaza kwamba yote ilikuwa, nikaona gisi miti yote ilikuwa ni wazi pale, ilikuwa uchi. Miti kubwa kubwa yote ilikuwa imetoshwa mangozi yake. Na hiyo upepo ilikuwa ikifanya hapo mbele, ikiwa ikisukuma, ikipiga, ilikuwa kama vile ni kitendo cha kimaajabu ambacho kipashwa kuwa pale. Na ni hiyo ilikuwa ikimaanisha au kufanana namna gani? Upepo ulikuwa ikivuma, lakini hakuna hata kitendo mmoja kilikuwa kifanyika pale. Hakuna hata uzima ilikuwa ndani. Lakini ilikuwa ni kuugua. Ilikuwa kama vile miti ilikuwa imekufa. Na hiyo upepo moja ingeliweza kuvuma, lakini miti hiyo ilikuwa ikibaki bila kutikisika. Na upepo haingeliweza tena kuitikisa. Inatikisika tu kadogo, na inaweka sauti au sauti kama vile ya huzuni sana. Haiko tena mbele. Uzima na uzuri, kivuli, hakukuwa kitu fulani kilicho pale. Ilikuwa ni uchi na ya kuugua. Na nikasema, ndiyo Bwana.
na ni hivyo kweli. Na kisha nikawaza kuhusu yale yaliyokuwa pamoja na Waluteri, wa Methodist, wa Pentecost, wa Nazarea na wenye safari wanaofanya safari ya utakatifu, na hiyo mashirika zote za kisehebu zilizo hapa mbele yetu. Na nikasema sasa iko namna gani? Sasa kwa nini walikuwa na uzima ndani yao wenyewe? Sasa kwa nini kila wakati Mungu anapotuma Roho Mtakatifu wake, kila wakati kama vile katika siku hizo ya Pentekoste, ona gisi wanafurahi kwa sababu ya baraka za Mungu. Yote inakuwa ya kutikisika, inakuwa na kitika kitendo, na kunakuwa mambo ya kuonekana pale. Kulikuwa uamsho baada ya ingine, lakini kulifanyika nini baadaye? Moto wa hiyo kuteswa ikapotea, na hiyo uzima ikatoshwa ikapotea. Na kutoka hiyo maseminari, kutoka huko wa vijana wanapata mafundisho au mafunzo liyo mazuri sana, lakini hawajui ubatizo wa Roho Mtakatifu. Waliweza kufunga hiyo mstari ya uzima. Mwazie uamsho wa Methodisti wakati walipokuwa wakifanya makusanyiko ndani ya mashule, na Roho Mtakatifu alipokuwa akishuka juu ya watu waliokuwa akianguka chini na waliopashwa kungoja ili waweze kupata tena nguvu. Mara nyingi walikuwa wakiweka kitu fulani ndani ya maji ya baridi, na walikuwa wakiweka juu ya uso zao kama vile kitambaa, ili waweze kuwekwa tena nguvu na waweze kusimama tena baadaye. Niliweza kuona watu kama hao wakiwa chini ya nguvu za Mungu. Kwa shirika la kizehebu la Batisti, tazama, yote imekwisha. Yote inaelezewa na kutafsiriwa, na hiyo uzima sasa haiko tena pale. Mafunzo sasa ndio yanakuwa pale, au elimu, bali watu waweze kuja kwenye madhabahu. Hiyo madhabahu sasa haiko tena pale. Wakati wa toba ilimekwisha kutoshwa, na hiyo madhabahu haiko tena pale, na mahali pote kunakuwa oge iliyo kubwa ya kuwa, na yote iko tofauti na yote iliyokuwa mbele. Sio tena nafsi zinazokuja kwenye madhabahu, lakini sasa ni maua ndiyo inayokuja mbele na inayotengeneza madhabahu. Na wakati wanapoimba, wanaimba kwa sauti kubwa, kwa kiwango unashindwa hata kuelewa au kusikia sauti zao. Ni kweli wako na sauti njema au nzuri, lakini wakati wanapoimba muda mrefu, kwa kiwango sura zao zinageuka kuwa za rangi ya blue, na kisha wanasema kwamba tunafanya hivi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mimi siamini hiyo, hapana. Wakati naposikia mambo kama hayo, inahuzunisha sana, ni mbaya sana. Wakati naposikia sauti inayokamata sauti muda mrefu, kwa kiwango unaweza wanaimba kwa kiwango wanakuwa na masura za blue, wanakuwa kama vile ni mambo ya teatri, inakuwa tu ni mambo ya teatri. Hiyo sio tena kuimba kwa ajili ya utukufu wa Mungu, hapana, haiwezekani, hapana. Yale tunayohitaji ni nyimbo zilizo za kimya, kwa kiwango nyimbo za kimya, kwa kiwango Roho Mtakatifu anaweza kushuka yeye mwenyewe, tunaimba katika roho. Ni kunaona wanasema wakati wa siku za maajabu shakapita, na hiko tena hapa na kadhalika. Yote imegeuka kwa ya kiakili, na Roho Mtakatifu hayuko tena pale. Kwa hiyo inakuwa kama vile imeharibika. Ni ya kushangaza sana, kwa sababu yote imeharibika. Kwa mbele ilikuwa ni miti iliyokuwa na maua, ilikuwa na majani mengi, ilikuwa na rangi ya manjano, na hapo yote iliharibika, isiyokuwa na uzima. Lakini kwa wakati huo ilikuwa ni miti iliyokuwa uzima, ilikuwa ikikomaa, na hapo unasikia sasa hiyo kelele, na hapo uzima, hiyo mstari ya uzima haiko tena pale. Lakini wakati Mungu anapotuma uzima wake, roho wa uzima wake, pale kuna uzima. Na hiyo sasa, hiyo sio sauti inayoleta huzuni. Na ijapokuwa kama Mungu anatuma huo upepo wake, kama kuna uzima, inakuwa ni sauti tu ya kilio, ya huzuni. Na hapo wanasema hapo wewe utaenda huko, ya kwamba usiende huko. Na kisha wanasema hapo sasa huna hitaji ya kuweza kusikia huyo mhubiri huko. Na waliamini watu hao pahali ya kufuata Roho Mtakatifu.
Mungu anataka afunue wokovu wake, anataka aonyeshe wokovu wake, anataka ajijulishe, anataka aweke Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, anataka arudishe Roho Mtakatifu ndani ya kanisa kama vile ilivyofanyika katika chumba cha juu. Na sio kwamba sisi tuweze kupanga mambo ya Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu aweze kutupanga sisi. Mnashuhudia iliko namna gani? Ndio. Upepo unatoka mbinguni kama vile wakati wa mbele. Na Kristo ni yule yule, kwa maana Kristo ni yule yule kama vile siku ya Pentekoste. Kwa maana kutoka mbinguni kunatoka upepo kubwa ya nguvu, sauti kubwa, na Roho Mtakatifu wa Mungu anaonekana. Natazama Roho wa Mungu kwa namna ya Mungu. Lakini wakati Mungu anapotuma mambo hayo iliyo na uhusiano na makusanyiko ya kiungu, sasa wanasema hawa watu wa akili wetu wanasema nini? Lakini nawaambia wakati hawa watu wa akili wanasema hapana, wakati wa maajabu shakapita. Uponyaji wa kiungu haiko tena, na pia ubatizo wa Roho pia haikuwake tena. Lakini wanasema kwamba mimi nataka kujulisha kwamba nataka kujulisha kusanyiko langu kwamba hiyo mambo haikuwake tena. Lakini hayo yote ni mambo ya kiakili. Lakini mwende kuona kama wanakubali au wanaikataa. Mnaona wako na hadi ya kukubali kwa nje, lakini hawaamini. Hawao ni waakili, ni watu wanaojihesabia kwamba ni watu walioweza kupata elimu, watu wanyenyekevu wanaopenda kufuata Bwana. Naandikwa hivyo, lakini uweza kujiambia hasa wakati pokuwa huko, nikasema sasa kwa nini niko hapa? Natazama ninaona haya. Na hapo niweza kutambua ni kwamba Mungu anaruhusu ili ngurumo iweze kutoka mbinguni. Na yote iweze kuwa uchi, na yote iweze kuwa pale, hakuna kitu iweze kutikisika. Naweza kusema kwamba kazi nazozifanya mtazifanya pia hata kubwa zilizo kuliko haya. Na yaliyo kubwa kuliko haya. Yohana 14:12. Na kisha niweza kutambua ya kwamba miti hiyo miti mikubwa iliyokuwa uchi, iliyokuwa haina tena ngozi, sikuweza kuitazama tena. Niliweza kutazama kwenye udongo. Na mnajua niliona nini? Niliona ya kwamba hiyo mbegu iliyokuwa imetoka kwenye miti hiyo ikaanguka katika udongo, ikaanza tosha tasa miti mpya. Nikaona hasa miti mpya, baadaye nikaona sasa kama vile ni shamba kubwa mpya. Unaona? Mnajua ni nini? Mnajua namna gani pori inakuwa vizuri wakati inapokuwa ndani mbegu. Na hapo sasa nisikuona tena hiyo miti kubwa mbele yangu, nikaona sasa hiyo miti iliyokuwa ikitokea tena ndani ya udongo mbele yangu, iliyokuwa imetoka katika hiyo mbegu ya miti ya zamani. Ilikuwa ni ya rangi ya majani. Haikuwa tena uchi. Ilikuwa na uzima ndani yake. Ilikuwa ndani uzima. Ilianguka ndani ya udongo, na kisha baadaye ikapokea, na kisha baadaye nikafurahi sana. Nikatoa sauti ya furaha, nikaruka, nikazunguka karibu yangu kwa haraka sana, na nikasema, Bwana, hii si madhehebu ya zamani na iliyokauka, lakini inahusu hii makusanyiko mapya inayotokea sasa upya, mambo mapya inayotokea sasa. Na nikasema jinsi Mungu alitaka aweze kutikisa mambo yote sasa. Mnajua wakati kila upepo inapovuma inapaswa kutikisa mti, na ili iweze kuota vema. Yale ambayo Waluteri walioacha, Wametodisti walikula. Yale ambayo Wametodisti waliacha, wale Waluteri waliweza kuikula. Yale walioacha wengine wakaikula, na kisha baadaye mpaka kwa Pentekoste. Lakini Mungu alisema ya kwamba nitaweza kurudisha yote. Yoeli 2:25. Na hivyo kupitia Mungu ataifanya katika wakati wake ulio kubwa, na kitendo chake hicho kubwa kupitia Roho Mtakatifu. Kwa wakati wa Pentekoste kulikuwa 120 huko juu katika chumba cha juu. Ilikuwa ni machupa mpya
machupa 112 mpya, na hapo ilikuwa ni vyombo vipya, na hapo wakasikia sauti kubwa, na hapo wakajazwa tena mvinyo mpya kwenye siku ya Pentekoste. Na hakuna mtu aliweza kuonyesha kitu fulani, na hakuna kitu cha kuvunjwa, na wote walikuwa mpya, walikuwa wamejazwa upya, uzima mpya. Na wengine wanaweza kusema hii ni mambo ya kushangilia tu, kwamba hii ni machupa ya zamani, lakini machupa ya mpya yalikuwa ikisema amina, haleluya, utukufu wa Mungu. Na wengine walikuwa kifungwa kwa mafundisho yao ya zamani. Ningetaka sasa muweze kutambua hii, lakini hapa kulikuwa machupa mapya. Na sasa nataka muweze kusikia vizuri. Musikie hii kwa makini sana. Musikilize hata kwa makini sana. Nataka kuwapatia roho mpya. Watu wengi hawajui mambo haya. Haiko wazi kwa ajili yao. Wanawaza kwamba wamekwisha kupata roho, ubatizo wa Mtakatifu, lakini musikie sasa makini sana. Anasema kwamba nitawapa roho mpya na moyo mpya. Na tena nitaweka roho wangu ndani yenu. Mungu wa kwanza anataka kutupatia roho mpya, na kisha aweze kutupatia roho wake. Kama hamuna hiyo, hamwezi pia kuweza kusikia hiyo kutoka hata kwa ndugu yenu au aliye karibu yenu. Hamwezi hata kuvumilia jirani yenu. Hamwezi hata kukubaliana na mtu fulani. Mungu anataka kutupatia roho mpya, na mara nyingi katika furaha iliyo hata tofauti na uzima. Mnaona? Mara nyingi mnawaza ya kwamba mna ubatizo Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu nasema nitoa sauti ya furaha, nilizungumza kwa lugha. Akose mliweza kufanya hiyo yote, ni vizuri, lakini hiyo sio alama ya kuonyesha kwamba unaweza kupokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anafunulia Kristo. Na sasa moyo mpya, roho mpya, hapo sasa anamimina sasa roho wake ndani yenu. Anamimina roho wake ndani yenu. Unaona? Hapo sasa mnahitaji kuweza kufanya mambo ya kujifurahisha, kufanya Mkristo. Sio kujifanya Mkristo, lakini sasa roho mpya ni uzima mpya ndani yenu, na hapo ndani ya moyo mpya, uzima mpya, roho mpya, uzima mpya. Na hapo sasa roho wa Mungu yeye mwenyewe anakuja ndani ya hiyo moyo mpya na roho mpya. Mnaona? Inakuwa kama vile ni saha. Mnaona? Saha inakuwa na viungo vingi, lakini inazunguka juu ya hii resor iliyo ya lazima. Na Roho Mtakatifu ataweka hiyo resoro ya muhimu katika kitendo, na ingine yote inafungwa na inatengenezwa na hiyo resoro. Lakini hiyo resoro ya muhimu iko pale ili iweze kuweka ingine yote katika kitendo, iweze kutumika kama vile Ezekiel alivyosema, gurudumu ndani ya magurudumu. Na wakati mnapofuata ubatizo wa Roho Mtakatifu, inakuwa katikati ya roho mpya ndani ya moyo mpya, ili iweze kuifanya kuwa hai, kuifanya uhai, kuipatia uzima. Mnawaza kwamba mshaka kuipokea. Sasa mnapaswa kujua kama mshaka kupokea roho mpya, lakini msaka kuwa mlipokea roho mpya, lakini bado kuwa na roho Mtakatifu. Kwa maana Roho Mtakatifu anakuja ndani ya hiyo roho mpya, na yale yote ndio ya kiakili, yale yote ndio ya juju, yote natoshwa. Na hapo sasa hiyo gurudumu ya katikati inawekwa katika kitendo, na mtaweza kuona ya kwamba Yesu Kristo, mtaona sasa Yesu Kristo kuwa yeye yule jana, leo na hata milele. Na yote mtaiona katika kitendo, na mtaweza kushuhudia yote kupitia amina. Na hapo sasa kama unaweza kusema nina roho mpya, na kisha mnadanganya, mnaiba, na kisha mnaendelea kwa namna hii, na kisha mnaendelea katika hizi mashirika zote tofauti, lakini mnajidanganya nyinyi wenyewe. Hamuna mmoja uweza kupokea roho mpya, na muda uweza kupokea pia hata Roho Mtakatifu. Sikujua kama nitaweza kusema hii, na ni kweli. Roho Mtakatifu atafanya ili kila kitendo chenu chote kiweze kuwa kama vile Kristo alivyofanya. Atafanya kila kitendo kama vile Kristo alivyofanya, kwa maana tunda la Roho ni upendo, salama, furaha, salama, uvumilivu, wema na upole, na utulivu na upole. Galatia 5:22. Hiyo ni mambo ya Roho Mtakatifu, na sio kwamba mweza kujitikisa huku na huku kwa bidii zenu. Hapana, haiwezekani. Roho Mtakatifu atawaleta ili mambo hayo yaweze kuonekana ndani yenu: upendo, furaha, salama, uvumilivu, wema, upole,
uvumilivu. Mnaona, sio kitu fulani mnachofanya, lakini yale ambayo Roho Mtakatifu anafanya ndani yenu, na sio mawazo ya kiakili, lakini ni kitu fulani kinachotikisika ndani yenu, ni kusema Roho Mtakatifu. Ningeliweza kutoa sauti ya furaha na kuruka kwa sauti kubwa au kwa furaha, naweza kuiambia hata ulimwengu mzima. Mnaona, Mungu aliye hai anataka hayo yafanyike. Tuna mambo mengi iliyoweza kutengenezwa na mwanadamu, iliyofanyika na mwanadamu. Wanafanya muziki, wanafanya anga ya kufurahisha, wanafanya yote, wanaingia katika barabara na kuruka na kucheza, lakini Roho Mtakatifu iko wapi? Mnaona, hatukuweza kupokea Roho Mtakatifu. Mnaona, sio maziwa iliyotoshwa ndani uzima wake, hapana, lakini yale ambayo Roho Mtakatifu anahitaji ni Roho Mtakatifu. Kanisa linahitaji sana kuweza kupokea Roho Mtakatifu. Mnajua kwa kiwango gani Mungu aliweza kupanga mambo haya yote ndani ya Biblia. Yesu alisema, kama msipozaliwa upya, kama sivyo hutaweza kupata ufalme wa Mungu. Mnapaswa kuzaliwa upya. Yohana 3:3. Na sio kwamba kuweza kutoa sauti ya furaha na kuweza kushangilia, hapana. Siseme hiyo, lakini hiyo inaweza kuwa mambo ya juju. Mnapaswa kupata sehemu ndani. Hampaswi kubaki pale bila kutenda kitu fulani wakati Mungu anapofanya kazi ndani yenu. Lakini hapa nazungumza kuhusu kazi ya Mungu, kazi yake ndani yenu. Mnaona, wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yenu, ataweka mamlaka yake juu yenu, atawaongoza. Muwe wanawake au wanaume, iwe yoyote mlio, mtafanya yale ambayo neno la Mungu linasema katika mambo yote. Roho atatenda ndani yenu. Ni yeye ndiye atakayefanya mambo haya ndani yenu. Mtapenda mambo anayosema juu yenu na mtafanya yote anayofanya juu yenu, hata kama haiwezekane. Mtakuwa kama vile wapumbavu, mtampenda. Na yote iliyokuwa ikifanyika mbele itakuwa mambo mapya. Mtaweza kuchukua mzigo wake. Mzigo wake ni mnyenyekevu. Mnaona, hiyo kama vile Samsoni aliweza kuingia katika mlango wa Gaza. Kama za kusoma Waamuzi 16:3, wakati mtakapoingia huko, Roho Mtakatifu ndani yenu, na hapo Roho Mtakatifu anawaweka chini ya uongozi wake, atawaongoza, atakuwa na nyinyi. Ni kweli mtasema na mtaweza kuishi na kusema kwamba Roho Mtakatifu alikaa ndani yangu na anakaa ndani yangu. Na hapo sasa mnaweza kuona yote ikitimilika kupitia Golgotha. Na hapo sasa mtaona Yesu Kristo kama vile yule, na mtaweza kuombea hata adui zenu. Lakini kama mnaona kitu fulani na kisha mnaowaza kwamba mna haki ndani ya mioyo yenu, lakini pale mtakuwa kama vile mwanadamu kama mimi, na pia njia yenu la kose, mnaweza kutambua hii neno mbele ya kumalizia. Ningetaka kuweza kusema kitu fulani ambacho kinanitoka katika akili cha moyo mbele ya kumalizia. Tazama, ni leo kwa ajili ya leo, ni yote kwa ajili ya leo. Sehemu ya pili itatafsiriwa kesho, na kama Mungu akipenda, na kama tutakuwa katika uzima. Niliweza kusikia mahubiri haya kwa makini sana na kwa kusimamisha kwa haraka. Sasa hivi sijawahi kutoa mahubiri kama haya, kama vile tumesikia jioni hii kwa namna hii, lakini ikionyesho hapa ya kwamba kuna hii kweli kubwa hapa, kweli kubwa. Na ninataka akose kuweza kusoma pia shahiri hii pamoja na sisi sote. Ezekieli 36 mstari wa 26. Hapa inasemeka mambo mawili yaliyo tofauti. 26, nitawapa ninyi moyo mpya vile vile, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nitaondosha moyo wa jiwe toka mwili wenu,
na nitawapa ninyi moyo wa mwili au wanyama. Hii ni kitu cha kwanza. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza ni kwamba moyo wa zamani uweze kutoshwa na ya mpya iweze kuwekwa kwa nafasi, ili moyo hiyo mpya iweze kuwa na uzima, na ili moyo huo uweze kuwa na uzima, roho anapaswa kuwa ndani yake. Mungu alipumua na kupuliza roho ya uzima ndani ya Adamu, na hivyo sasa nafsi ikakuwa nafsi iliyo hai. Na hii si ni kitu fulani cha kiroho, na kwa maana hapa sio kitu fulani kingine. Lakini hapa unasemeka hapa kwenye mstari wa 27 wakati anaposema ya kwamba atawapa roho mpya na moyo mpya, kwenye mstari wa 26. Na hapa sasa mstari wa 27 kusema kwamba nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwatembeza ninyi kwa sheria zangu, na mtachunga hukumu zangu na kuzifanya. Ni kusema kuna mambo mengi ya kufanya hapa. Kuna mambo mengi hapa. Kwa maneno mengine, kuwafanya watu ambao wanaoweka neno katika matendo, wanaotembea katika njia zangu, kwa ajili ya kuzungumza kuose kupitia Injili kwenye Agano Jipya kwenye Injili ya Yohana kwenye sura 20, aliwapulizia akasema kwamba mpokee Roho Mtakatifu, Yohana 20:22. Lakini kwanza siku ya Pentekoste kulikuwa kwanza kelele kubwa, kitendo cha kuweza kujazwa na Roho na kuweza kuvikwa na nguvu za kutoka juu. Hiyo ni mambo mawili hapa. Hapa kuna mambo ya kuonyesha iliyo njema, moyo mpya, nikusema uzima mpya, uzima inayofanyika na Roho inapaswa kuingia. Na wakati sasa uzima inapotengenezwa na Roho, inapoingia ndani mwetu kupitia uzaliwa upya, na hapo baadaye Mungu anataka aongeze uzima mpya, uzima hiyo inayotengenezwa na Roho. Anataka aweze kuongeza juu yake nguvu za Roho wake, ili neno lisiweze tena kuwa likiaminiwa tu na kusomewa, lakini liweze kupata utimilifu wake kupitia nguvu za Mungu ambaye anayetaka kutenda ndani yetu. Mnaelewa hiyo nyinyi nyote? Moja ni kuzaliwa upya, uzima mpya kupitia kuzaliwa upya. Lakini uzima mpya inapaswa kuvaliwa na kuvikwa na nguvu za Mungu mwenyewe. Moja ni kuzaliwa upya, kupitia hayo mtu anaipata kupitia hii uzima mpya pamoja na Mungu, na ingine kuvikwa kwa nguvu za juu, ili uzima mpya uweze kuonekana na roho, na tunda la Roho liweze pia kujifunua, kugeuka kuwa la kuonekana, kuwa wazi. Na ni vema kama vile tuliweza kusikia, na si kwamba ni nguvu zetu, na hatuna hitaji ya kufanya bidii zetu wenyewe ili tuweze kupenda mtu fulani au kuweza kufanya kitu fulani kingine ambacho Mungu anachotuomba. Lakini nguvu ziweze kutenda ndani yetu. Sasa nguvu zinazogeuza neno katika kitendo linakuwa ndani mwetu, na hapo sasa sisi wote tunahitaji hiyo neno linaweza kuwekwa katika matendo. Hatuna hitaji kwanza uzima mpya ndani ya moyo mpya, lakini tunahitaji hii nguvu za Mungu ndani ya moyo mpya, ndani ya uzima mpya, inayogeuza neno kuwa matendo na kuweka katika matendo. Ni kusema ninaozaa kushuhudiwa kwa kiungu. Ni ahadi ambayo Bwana aliyotupatia, na tunatambua waziwazi ya kwamba ndugu Branham hakuweza kupita pembeni ya lengo, lakini alipiga kwenye lengo. Aliweka nukta juu ya i, na aliweza kupiga kwenye lengo iliyo wazi, na aliweza kusema kwamba ni kwa sijui kwamba hii ilisemeka kwa namna hii, lakini nashukuru kwa maana ilisemeka kwa namna hii. Tunatambua ya kwamba tuliweza kubadilika kwa ndani, uzima mpya uliweza kuanza,
na tunatambua ya kwamba tungali na bidii nyingi za kufanya. Tunajaribu kuweza kufanya kile, tunajaribu kufanya hiki, na tunabaki chini. Kwa uzima hiyo mpya, nguvu za Mungu zinapashwa sasa kuongezeka juu yake, ili neno liweze kuwekwa katika matendo ndani ya kila mmoja wetu. Na isoma tena ingine mara moja, ili kusiwe kuelewa vibaya au kusikia vibaya, ya kwamba nitawapa moyo mpya, nitawapa ninyi moyo mpya vile vile, na nami nitawapa roho mpya. Nikusema pamoja na roho mpya pia, pamoja na mazoezi, pamoja na Bwana wetu. Hii ni mazoezi mapya ya kwamba nitatoa ndani mwenu moyo wa jiwe. Na sasa tuweze kuweka mkono wetu kwenye moyo wetu, na kama vile ilivyosemeka katika mezali ya chakula, muweke mkono wenu kwenye moyo na muweze kusema iko kama vile moyo au iko kama vile jiwe. Ndani mwenu muna huruma, muna uzima au ingali ngumu. Haihusu kuweza kusema kwamba tuna moyo mpya na kisha tuweze kuomba ili aweze kutupatia hasa nguvu za kuweza kuishi pamoja na hii moyo mpya, na ijapokuwa kungali jiwe ndani. Mungu moyo iliyo ngumu kama vile jiwe, na hakuna hata uvumilivu, hakuna hata huruma, na kuna kitu kinaweza kutugusa kwa ukuwa wazi au na kukubalishwa. Ningelihitaji ili niweze kuombea hayo mawili. Tunaomba kwa ajili ya moyo mpya, kwa ajili ya roho mpya, kwa ajili ya uzima mpya, na tunaomba tena Bwana ili atupatie pamoja na hiyo uzima mpya na moyo mpya, utupatie nguvu zako, ili isiwe sisi ambao tunaofanya kitu fulani kupitia bidii zetu hatuwezi kuyafikia kwa namna hata yoyote, lakini iweze kuwa nguvu za Mungu ndizo zinaweza kutenda kupitia sisi. Ikiwa na uhusiano na hiyo, inasemeka hapa katika Ezekieli 36 mstari 27, na nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwatembeza ninyi kwa sheria zangu, na mtachunga hukumu zangu na kuzifanya agizo zangu. Kilinganishwa na hiyo inalinganishwa na kitendo, kuwekwa katika matendo, kuweka katika matendo maagizo ya Bwana, masharti za Bwana, na pia hii kutumwa kubwa, agizo ya kutumwa ambayo inayofunga ndani yote ulimwengu mzima, na nguvu za Mungu zinakuwa ndani yetu, ili tusiweze tu kusikia maneno yake na tusiweze tu kusikia maagizo yake na masharti zake, lakini pia tuweze kuiweka katika matendo, tuweze kuyafanya. Na hiyo ndio ninahitaji jioni hii, ndio naitakia jioni hii, hiyo ndio naitakia jioni hii, ili isiwe tena bidii ya kuweza kuishi uzima mpya, lakini uzima mpya uweze kuwa pale, na katika uzima hiyo mpya inaweza kuwa kose mara nyingi kuwa ya udhaifu, lakini kila mwanzo wa maisha haiwezi kuonekana kwamba inakuwa ni mwisho. Hapana, lakini nguvu ya Mungu iweze kuingia, na hii katika hiyo nguvu ya Mungu katika moyo mpya tuweze kuweka katika matendo neno la Mungu na tuweze kulishuhudia. Na kama tunaweza kushika hiyo jioni hii, tutaweza kweli kusaidiwa. Itakuwa tena vema sana kama tunaweza kuungana ndani ya maombi na kusema waziwazi, Bwana, ili nisiweze kukubalishwa kwamba niweza kutafuta ya pili bila kuweza kupokea kwanza ya kwanza, lakini tuweze kufanya kwanza hatua ya kwanza. Tufanye hatua ya kwanza. Hiyo haiwezi kuhuzunisha. Nani ambaye Nani anayeweza kuhuzunishwa kwamba anaweza kufanya mazoezi pamoja na Bwana? Bwana yuko hapa. Naamini kwamba ametupatia neno hili. Na kama sasa
hiyo inaweza kuwa na lengo moja ya kuweza kutujulisha yale ambayo tunayozungumza katika wakati huu, na hiyo sasa itaweza kuwa na lazima sana. Ni kusema sasa haitahusu kuweza kuweka nguvu ndani yetu kuweza kufanya kitu fulani, lakini kuweza kuweka Mungu, lakini kujiweka kwa upande wa Mungu tukiwa na uzima mpya na tabia mpya, ili nguvu zake ziweze kutenda kwa nguvu ndani yetu. Na hiyo ndio inahusika sasa, na hiyo ndio inahusika. Tuliweza kuyaona katika huduma na katika maisha ya ndugu Branham. Angeliweza kukumbatia kwa mikono yake watu wote, hakutakia hata mtu kibaya. Anasema mara nyingi ya kwamba waliweza kumupatia hata waliweza kumutukana mambo yote ambayo ingeweza kuwa hapa duniani. Waliweza kumubebesha majina zote, ya kwamba yeye ni mtu mfumu, ya kwamba nabii wa uongo, kwamba yeye ni mdanganyifu, ya kwamba yeye ni mjanja, ya kwamba yeye ni wa kupoteza watu. Lakini waliweza kusema mambo yote, lakini akasema kwamba hakuna mtu mmoja ambaye singeliweza kukumbatia kwa mikono yangu, na ambaye singeliweza kuambia hata na hakuna mtu angeliweza kuambia kwamba ninakupenda, ya kwamba nakupenda. Hiyo ni neema kubwa ya Mungu, na hiyo kwamba haikuweza kuyazungumza tu, lakini nahitaji na ninahitajia wote. Lakini nanyi mweze kusema hiyo ingine mara moja. Ni kweli, mbona amena ni kidogo sana? Ni kweli ni kweli, ilikuwa ni nyepesi au nyenyekevu sana. Amina ni kidogo sana, lakini tuweze kushukuru Mungu wetu. Tuamini ya kwamba Bwana ni mwema pamoja nasi. Tunakaribia mwisho, na kwa mwisho mambo yote yatakuwa kama vile kwa mwanzo. Kanisa linapaswa kupata hali yake halisi au ya kwanza. Kama sisi ni kanisa, tunapaswa kungoja ili mambo hayo yatufikie. Hatutaki kufanana miti iliyo uchi ambayo nuru iliweza kuangazia, na iliyo uchi ambayo inaweza kutuletea hata kuogopa, lakini tuweze kutambua kwa neema ya Mungu, tuweze kukusanyika kwa uzima, ili mbegu hiyo iliweza kuanguka katika udongo iliweza kuota tena upya, ili tuweze kupokea tena sasa uzima, na hiyo tunda mpya iweze kuzaliwa kwa neema ya Mungu, iweze kuzalika tena. Naamini ya kwamba hiyo ni ndani yetu, na naamini ya kwamba Mungu alifanya kupandwa mbegu upya, na pia kutakuwa mavuno. Na sasa tuweze kuacha karibu yetu makelele yote inaweza kuogopesha wengine. Acha wema wa Bwana, upendo wa Bwana, upole wa tabia yake, upole wake, na yote iliyo hiyo kazi, hiyo tabia zake zote ziweze kuonekana karibu yetu na ndani yetu kupitia sisi, na kisha tuweze kungoja ili aweze kuweka roho wake ndani yetu kama vile nguvu za Mungu, nguvu zake ndani ya mioyo yetu iliweze kufanya upya kupitia roho wake, na ili baadaye sasa tuweze kufuata agizo zake na tuweze kufanya yale aliyosema katika neno lake. Maneno ine za mwisho ni kwamba mungoje ili muweze kutenda. Ni yeye kupitia nguvu zake ndiye atakayetufanya watu ili tuweze kutenda na kufanya shurti zake, na ili muweze kutenda na kufanya, ndio, na sio tu kuweza kusikia na sio kuweza kusikia tu, lakini kuweza kutenda kwa neema ya Mungu. Warafiki wapendwa, hatuwezi kuongeza kitu fulani kwa yale ambayo tumesha kusikia. Tunayamini na tunangoja kutoka kwa Mungu kuzaliwa upya, moyo mpya na roho mpya, kusema uzima mpya ndani ya moyo huyo ulio mpya kwa neema ya Mungu, ili kupitia roho mpya na nguvu za Mungu, kupitia kuzaliwa upya na neno la Mungu na roho wa Mungu, ili sasa tuweze kupokea yale, tuweze kupokea hii ubatizo wa kibiblia, na tuweze kuzaliwa upya, na kuvikwa mamlaka ya Mungu, na ili tusiwe sisi tunazo na isikuwe sisi tunayoweza kufanya kitu fulani ndani yetu, lakini nguvu za Mungu ziweze kufanya kitu fulani ndani yetu, na tusiweze kufanya bidii yetu wenyewe, tusiweze kushiweka kwa upande wa Mungu. Narudia tena,
nahitaji ili kila neno la Mungu liweze kutimilika, kama vile tulivyosikia waziwazi katika neno la kuanzisha. Bwana ni mwenye haki. Nehemia 8:9. Samani, Nehemia 9:8. Ulitimiza maneno yako yote, maana wewe ni mwenye haki. Ndiyo, yeye ni mwenye haki, alitimiza ahadi zake, alituahidi roho mpya na moyo mpya, nasi tunakubali yale aliyotuambia bila hata mashaka, bila hata kitu fulani. Tuweze kuikubali leo na tuseme, Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya ahadi. Nitawapa moyo mpya na roho mpya. Agano jipya lilishuhudiwa ndani ya damu yake. Moyo mpya, uzima mpya ni yako na yangu. Ni katika hiyo uzima mpya ndimo nguvu za Mungu zinapashwa tena kuonekana sasa. Ni katika hiyo uzima mpya ndimo uzima na nguvu za Mungu zinapashwa kuonekana na kuuja. Na tunajua kwamba Kristo Bwana wetu alizaliwa na Roho, nguvu za Mungu zikuja juu yake. Kwa upande mmoja alikuwa amezaliwa na Roho, na kwa upande mwingine akajazwa na Roho Mtakatifu, na kisha baadaye, baada ya jaribu, huduma ikaanza. Na waza kwamba jaribu yetu itakuwa na mwisho wake, na hapo sasa huduma itaweza kuanza pamoja nasi, ikiwa na mamlaka juu yake, bila hata mawazo, tukiangalia tu Mungu. Ninaamini ya kwamba Mungu atashuhudia neno lake, iwe kupitia wewe, iwe kupitia mimi. Ni kazi yake yeye mwenyewe, atashuhudia. Yeye ni mwaminifu na atajionyesha kwamba yeye ni mwaminifu. Naye alisema ya kwamba atasema kwa mwisho kwamba ulishika neno lake. Na yeye na sisi tunaweza kusema kwamba wewe ni mwaminifu, wewe ni wa haki, kwa maana ulitimiza neno lako, na Mungu atarudisha mambo yote. Tunaweza kusikia ujumbe, na wakati upoisikia tunapaswa kupokea hii kurudishiwa kwa mambo yote. Acha Mungu atubariki sisi sote katika wingi wa neema yake. Amina. Tusimame na tuweze kumshukuru kutoka kile cha mioyo yetu, kwa maana tutazungumzia tena. Mungu, ndugu Rusi, unaweza kushukuru, unaweza kuomba pamoja nasi. Baba ya mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako takatifu la dadamani, kwa ajili ya yote umetuambia jioni hii. Mungu mwaminifu, unajua mioyo yetu, unajua maisha yetu. Tuko mbele yako tukiwa wazi, hatuwezi kujificha mbele yako. O Mungu wangu, fanya ili tuweze kuelewa sisi ni nani. O Bwana, kama hatujaweza kupokea hii uzima, kama mioyo yetu ya zamani ingali pale, tunakuomba wazi wazi na sote pamoja, o Bwana, utoe ndani yetu mioyo hiyo ya jiwe, na utupatie mzima mpya, utupatie moyo mpya, o Bwana, na roho mpya ya utumishi. O Bwana, fanya ili uweze kuumba ndani yetu kipya, ndani yetu, ndani ya sisi sote Bwana. O Bwana, hatuwezi kufanya sisi wenyewe, lakini tunajua ya kwamba wewe una uwezo ya kufanya hivyo, na tunakushika kwa neno lako, kwa ahadi zako, kwa maana uliyasema katika Ezekieli, uliahidi ya kwamba nitawapa moyo mpya. Mungu wangu, hatuwezi kujipatia hayo sisi wenyewe au kuileta, lakini tunakuomba utupatie hiyo Bwana. Bwana, fanya hivyo o Mungu, kama inawezekana hata jioni hii. Mungu wangu, sasa katika wakati huu, wewe ni wa haki, wewe ni mwaminifu, wewe ni wa kweli Bwana. Tunakuabudu kutoka kilindi cha mioyo yetu. O Bwana, unatimiza neno lako, yale ulioahidi unataka uweze kuitupatia Bwana, na wewe unaitupatia. Ndio maana tunakusifu, na tena zaidi tunataka ili tuweze kuwa na roho wako Bwana, na tuweze kuvikwa na Roho Mtakatifu wako, kuvikwa kwa nguvu za kutoka juu. Utukufu na heshima, utukufu na mabudu kwako Bwana. Omba maombi kama hayo katika mioyo yetu jioni hii Bwana. Utupatie ya kweli
utupatie hitaji ya kweli, tupatie njaa ya kweli, utupatie hitaji ya kweli, o Bwana, ya kuweza kuishi hayo mambo yote Bwana, kwa maana hatuwezi kusimama mbele yetu sisi wenyewe. Tunahitaji wewe zaidi na zaidi, tunahitaji yale ambayo unayoumba o Bwana, sio sisi yale ambayo tunayoumba, lakini yale unayoumba wewe. Hiyo ndio tunahitaji Bwana, na tunaona ndani ya maandiko ya kwamba ulikuwa ukiipatia siku zote taifa lako, na pia katika wakati huo, wakati ulipokuwa hapa duniani, o Bwana, ulipatia wanafunzi wako, nasi tunahitaji ili nasi uweze kuitupatia o Mungu. Hatuiseme tu, lakini tunaijua kupitia Bwana wetu, na tuiwazie tu. Tupatie uzima, tupatie uzima, patia uzima kwa kazi yako o Bwana. Ufanye kitu fulani kwa ajili ya utukufu wako Bwana, kwa ajili ya sifa ya jina lako Bwana. Tunaamini kwamba utafika kwa lengo pamoja nasi Bwana. Utukufu kwa jina lako Bwana, utupatie neema yako, tusiwe na mashaka, lakini tunajua kwamba wewe ni yule yule jana, leo na hata milele na milele. Haleluya! Utukufu na heshima, utukufu na mabudu iwe kwa jina lako. Haleluya, amina. Yote ni mapya, yote ni mapya. Damu ya mwana kondoo inaniosha na inaumba yote kuwa mpya. Yote ni mpya, yote ni mpya. Damu ya mwana kondoo inaniosha, damu ya mwana kondoo inaniosha na inaumba mambo yote kuwa mpya. Warafiki wapendwa, tumesikia kutoka ndugu Branham ya kwamba tuna kuwa na wazo ya kwamba tunazungukwa na ukuta kubwa, na kwa kiwango tunahitaji hata kuweza kuivuka. Tunasikia kwamba kuna kitu fulani ambacho hakijaweza kuwa kama vile kingepashwa kuwa, na kisha anasema ya kwamba tunaanza ya kwamba mwanzo utafanyika na hiyo ukuta zitabomolewa na zitaanguka kama vile ukuta wa Yeriko. Ninaongeza kwa maana Bwana ni yule yule. Mungu wa Musa, Mungu wa Yoshua ni Mungu wetu. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo ni Mungu wetu. Mungu wa Israeli ni Mungu wetu. Tunasikia kwamba mambo haitakuwa kama vile yangepasha kuwa, na kila mtu anayesikia kweli kweli hivyo anapaswa kujua ya kwamba Mungu anakuwa na kitu fulani cha kipekee kwa ajili yake. Hatukuweza kusikia hiyo nia kwa ajili yetu ili tuweze kukata tumaini na kuweza kuregea, lakini tuliweza kupokea hiyo nia kwa sababu Mungu ana mambo mengi iliyowekwa kwa ajili yetu. Na ndiyo maana muwe na bidii, muweze kuwekwa bidii na musiogope, kwa maana ni Bwana ndiye anayeongoza mambo yote kwa namna ya kimaajabu. Na pia kulinganisha pamoja na kukiri na hizi madhehebu kama vile zilivyo hapa sisi, kama vile zilivyo hapa. Kwa neema ya Mungu tuliweza kupokea uzima wa Mungu, lakini ngali nyepesi, lakini Mungu ataendelea kuikumalisha na kuiweza kuiongezea. Tunaweza tu kushukuru kwa ajili ya mahubiri, kwa ajili ya mawazo ambayo yaliyotamkwa ndani. Tuyashike kwenye moyo ili Mungu aweze kupata haki na kuweza kupokea yale yanayompendeza. Muyaamini ili aweze kushuhudia, na kama vile imekwisha kuonyeshwa ndani ya maombi, Mungu aliahidi ya kwamba nitawapa moyo mpya. Hatuwezi kushipatia hayo, hatuwezi kushipatia hata roho, hatuwezi kupatia hata uzima mpya, hata kitu kingine, lakini tunaweza kuipatia. Na Bwana alituahidi ya kwamba nyuma ya siku hiyo nitafanya agano, nitaandika maneno yangu ndani yenu, moyo mpya na roho mpya.
uzima mpya na kuwafanya watu ambao wanaotembea katika njia zangu. Bwana mwaminifu, tunakushukuru kwa maana mambo yote inawezekana hapo Golgotha, lakini tunakuomba waziwazi kutiliwa ndani uzima mpya, kumiminwa mpya kwa Roho Mtakatifu wako. Bwana mpendwa, anza na mimi, anza na sisi sote, tufanye tuwe kimya Bwana, ili tuweze kutafuta na kupata uhusiano pamoja na wewe. Utuhurumie, na tunakushukuru na tunaheshimisha jina lako. Haleluya, haleluya, usifiwe, usifiwe. Amina.